Karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa Zone Media, tujuzane yanayojiri katika anga za kimataifa, na hapa nina taarifa za tanzia moja kwa moja kutokea nchini Israel kwamba aliyekuwa msaidizi wa karibu wa waziri mkuu wa Israel Asher Hayon amepatikana amefariki dunia nyumbani kwake katika mji wa Tel Aviv, tukio ambalo limeibua hisia na kumbukumbu kuhusu mchango wake katika kipindi muhimu cha siasa za Israel. Kwa mujibu wa taarifa kutoka ofisi ya waziri mkuu, Hayon aliwahi kuhudumu kama mkurugenzi wa ofisi ya waziri mkuu kabla ya kupandishwa cheo na kuwa mkuu wa wafanyakazi kati ya mwaka 2018 na mwaka 2022. Katika kipindi hicho, alihesabiwa kuwa mmoja wa watu muhimu waliokuwa karibu na kitovu cha maamuzi ya serikali. Waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alimwelezea Hayon kama mtu mwenye uaminifu mkubwa, busara na aliyejitolea kwa dhati katika kuitumikia nchi. Netanyahu alisema Hayon alishiriki kikamilifu katika kuratibu shughuli muhimu za serikali wakati wa matukio makubwa ya kitaifa. Katika kipindi chake cha utumishi, Israel ilikumbwa na changamoto kadhaa kubwa, ikiwemo operesheni za kijeshi dhidi ya makundi ya wapiganaji wa Palestina, usimamizi wa janga la COVID-19, pamoja na hatua muhimu za kidiplomasia zilizobadilisha uhusiano wa Israel na baadhi ya mataifa ya Kiarabu. Viongozi wa serikali wamesema katika miaka hivi karibuni Hayon alikuwa amepunguza kujihusisha na shughuli za umma kutokana na changamoto za kiafya, na alichagua kuishi maisha ya utulivu nje ya macho ya vyombo vya habari. Hata hivyo, wachambuzi wa kisiasa wanasema nafasi aliyokuwa nayo Hayon ilimweka katika maamuzi nyeti wakati wa kipindi cha mvutano mkubwa wa kisiasa ndani ya Israel na katika eneo lote la Mashariki ya Kati. Kipindi hicho kilishuhudiwa kuongezeka kwa mgawanyiko wa kisiasa ndani ya Israel pamoja na kuongezeka kwa mvutano kati ya Israel wa Palestina na baadhi ya mataifa ya ukanda huo. Ingawa Hayon hakuwa mtu wa kujionyesha hadharani mara kwa mara, aliheshimiwa kama mmoja wa watendaji muhimu waliokuwa nyuma ya pazia wakisaidia kusimamia shughuli za serikali katika nyakati ngumu. Kifo chake kimeacha pengo kwa wale waliowahi kufanya kazi naye, huku viongozi wa Israel wakikumbuka mchango wake kama sehemu ya timu iliyokabiliana na changamoto kubwa za kitaifa na kimataifa. Mpaka sasa maafisa hawajatoa maelezo ya kina kuhusu chanzo cha kifo chake, huku taarifa zaidi zikitarajiwa kutolewa kadiri uchunguzi unavyoendelea. Kufuatia kifo cha Asher Hayon ambaye alikuwa msaidizi wa karibu na mshauri wa karibu wa waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, kukutwa akiwa amefariki nyumbani kwake ndani kinaibua hofu, huku hali ya kiusalama kati ya Israel pamoja na wapinzani wake ikizidi kuongezeka katika taifa hilo siku za hivi karibuni. Basi mtazamaji wetu, na sisi tutazidi kuweza kukuletea yote ambayo yanajiri kuhusiana na kifo hiki cha Asher Hayon aliyekuwa msaidizi wa karibu wa waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, baada ya kupatikana amefariki dunia nyumbani kwake katika mji wa Tel Aviv, tukio ambalo kwa kweli limeibua simanzi nzito pale nchini Israel. Basi tufuatilie hapa Zone Media. Kama bado hujaweza kusubscribe channel yetu, ni kuombe uweze kusubscribe, kulike, kucomment pamoja na kushare.